Yes, bwana, wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club jioni hii wametambulisha nyota mpya Jospin Loemba, umri wa miaka 21 kutoka nchini Cameroon. Ni stori ambayo tulijadili hapa kama tetesi kutoka katika vyanzo mbalimbali, lakini ni stori ya muda mrefu sana. Kama tutakuwa tuna kumbukumbu, zaidi ya miezi miwili iliyopita tuliwahi kujadili juu ya mchezaji huyo akihitajika na kocha Dimitar Pantev, na kwa sababu tulizungumzia sababu nyingi ambazo pengine zimepelekea Jospin Loemba kuhitajika ndani ya Simba, kabla kwenda kumwangalia mwenyewe ni mchezaji wa aina gani. Miongoni mwa sababu ambazo tuliziangalia kwa wakati ule ni kwamba Dimitar Pantev amefundisha kandanda nchini Cameroon. Kwa hivyo kwa sababu ya kupita kule ana connection nzuri na baadhi ya watu wa Cameroon ambao wangeweza kumfaa katika scouting ya wachezaji, na imetokea hivyo kwa maana ya akiwa ndani ya Simba akamuona Loemba Jospin na akamhitaji, akawaambia uongozi wa Simba wamlete huyo mchezaji, lakini isivyo bahati hakusalia ndani ya Simba kwa maana ya kocha meneja ambaye ni kocha pia Dimitar Pantev alitimuliwa kwenye kikosi hicho, na tulizungumza baadhi ya nyota ambao walikuwa wanawahitaji ni pamoja na huyu, pamoja na Thabo Maponda, lakini hakufanikisha dile hata ya mmoja. Lakini uongozi wa Simba ilikuwa kupitia Dimitar Pantev walimfuatilia Jospin Loemba, walijithibitishia kwamba ni mchezaji mzuri, walijua juu ya nafasi yake kwa maana ya nafasi ambayo anaicheza ndani ya Simba, anahitaji position kama ya kwake, lakini wakajiridhisha kwa kumuona katika mchezo wa kufuzu kombe la dunia kwa national team. Tunakumbuka Tanzania ilicheza mchezo wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Jamhuri ya Kongo, au lugha nyepesi Congo Brazzaville, taifa ambalo Jospin Loemba anatokea, na hapo ni mechi ambayo alikuwa kwenye performance nzuri, jambo ambalo lilipelekea kwa Simba kuendelea kusalia naye licha kwamba Dimitar Pantev ameondoka, lakini walihitaji kwamba huyu yupo katika mpango wao na wanamhitaji ndani ya Simba. Sasa so far tunapozungumza, huyu mchezaji amesajiliwa ndani ya Simba, lakini ndio katika ule mpango kama ambavyo ilizungumzwa leo hii. Tuliona hata wenyewe Simba walithibitisha hilo kwamba huu ndio ule usajili wa mchezaji mmoja ambaye atasajiliwa na mzabuni na msambazaji vifaa vya klabu ya Simba, yes, kit supplier wa Simba ambaye ni Jairut. So Jairut amekamilisha ahadi yake katika ahadi ambazo alikuwa ameziahidi, ikiwemo na ya kuleta mchezaji. Ipo ahadi ya gari ambayo ilikuwa ikiongelewa kwa muda mrefu kwamba kuna gari itakuja ataileta, lakini hii ya mchezaji ilikuwa izungumzwi sana kwa sababu ilikuwa haijulikani, maybe mchezaji ameshasajili alafu haijulikani kama ndo huyo, kwa sababu huwezi kujua na sio lazima wao kuweka wazi kwamba huyu ndo mchezaji wetu ambaye tumemsajili. So Simba walifanya kazi yao kwa maana ya scouting, na mchezaji huyu kimsingi, kwa lugha nyepesi unaweza kusema Dimitar Pantev ndo ambaye amefanya kazi hiyo, lakini kimsingi Simba wenyewe walikuwa na hili jina la Jospin Loemba. Sasa namna ya kumpata Jospin Loemba ndo Jairut ameingia hapo kati kwa maana ya kuclear deal, kwa maana ya kulipa fedha zote ili kuweza kumsajili Jospin Loemba. Of course ni mpango ambao umefanikiwa, na leo tunapozungumza ndo siku rasmi ambayo nyota huyu ametambulishwa ndani ya Simba. Jospin Loemba tumesha kumzungumza hapa sio mara moja kuhusu uwezo wake, kuhusu aina yake ya kiuchezaji, lakini kama hawakupata nafasi ya kuona kile ambacho tumekizungumza, of course ni mchezaji mwenye daraja la juu, ni kiungo wa ushambuliaji inside left nambari 10 ambaye ana uwezo wa kuretain, kukaa na mpira, uwezo wa kushoot, uwezo wa kuscore, uwezo wa kutengeneza nafasi, ubunifu katika final third. Vyote hivyo ni miongoni mwa sifa ambazo zinahitajika kwa mchezaji nambari 10. So yeye ni kaliba hiyo ya wachezaji, lakini pia kwa aina yake ya uchezaji, kwa maana ya eneo la kasi, linaweza kumfanya pia atokee wide, atokee pembeni kwenye kikosi cha Simba. Of course ni nambari 10 na Simba wana uhaba nambari 10. Unajua Simba ukiangalia eneo la nambari 10 last campaign alikuwa anacheza Jean-Charles Ahoua, sometimes Budo Joshua Mutale walikuwa anacheza kwenye namba 10. Sasa leo tunapozungumza hao wote wawili, of course Ahoua ameshaondoka na Mutale anaelezwa pia anaondoka. So eneo la nambari 10
Chama Clatous ameingia, lakini tunafahamu kuhusu Chama kwamba Chama anaenjoy zaidi akitokea pembeni, wakati yuko na Saidoni Bazonkiza. Saidoni Bazonkiza alikuwa akicheza nambari 10, Chama akitokea wide. So at this time pia naamini Chama atatamani kutokea pembeni, nategemea na kocha atakavyoamua, lakini tunafahamu kwamba Eli Mpanzu Kibisawala, kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia Mpanzu tangu akiwa Vita Club, nafasi nyingine ambayo anaweza kuimudu kuicheza ni nafasi ya nambari 10. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni kituo kipya kwa Eli Mpanzu, kwa maana ya kutoka pembeni, kwa sababu Simba pembeni ina watu wengi. Tulisha kupiga hesabu hapa tukapata watu takriban 6. Kuingia kwa Jospin Loemba maana kuna kwenda kuongeza wigo wa watu wa pembeni, kwa sababu of course yeye anacheza kati, lakini anaweza kumtumia pia akitokea pembeni. So linabakia jukumu la kocha Steve Barker, but so far kwa usajili huu ambao Simba wameufanya, ni usajili wa maeneo muhimu, ni usajili mkubwa ambao wameufanya. So naamini Simba anakwenda kutengeneza timu imara, wanakwenda kuwa na timu imara katika ligi kuu, lakini hata katika michuano ya kimataifa. Hii ni miongoni mwa sababu ambazo zinaweza zikarudisha ile hali sasa ya Simba kwenye michuano ya kimataifa kufanya vizuri. Asubuhi nilifanya session na nikasema kwamba Simba ambayo inakwenda kucheza mechi zilizosalia ni kama Simba mpya hivi. Kwa hivyo kuongezeka kwa Jospin Loemba kuna kwenda kuongeza qualities ndani ya Simba. Tulikuwa tunazungumza mwanzo, lakini sasa hivi tunakwenda kugongea msumari kwamba qualities ndani ya Simba zinakwenda kuongezeka, inakwenda kutengenezwa Simba tishio kwa usajili huu ambao wameufanya. Wachezaji ambao kwa wale tu ambao tuliwaona dhidi ya Esperance walikuwa ni moto fire, kwa wale ambao tuliona dhidi ya Esperance de Tunis ile mechi ya kwanza ambayo ilichezwa kule Rades, lakini this time around wameongeza nyota wawili ambao hawakuwepo katika mchezo ule, Anse Ura, yes, pamoja na Jospin Loemba. Hawa ni wachezaji wawili wengine ambao wameongezwa kikosini kwa ajili ya kutia nguvu kutokea kikosi kile cha mwisho ambacho kilicheza na Esperance de Tunis. Kituo kinachofuata ni hao wenyewe, kwa maana ya Ataraj Esperance de Tunis wanakwenda kucheza na Simba. Of course Simba kesho watacheza mechi yao ya ligi kuu, lakini mchezo dhidi ya Esperance, mchezo dhidi ya Petros de Luanda Angola, na mchezo dhidi ya Stade Malien ni mechi ambazo Simba maximum pointi 9 anazihitaji ili afufue matumaini ya kwenda hatua inayofuata. So kwa hiki ambacho wanakifanya, kwa maana kusajili wachezaji wengi wazuri, wachezaji wenye qualities, inaweza kurahisisha kampeni yao ya wao kufanya vizuri na kuvuka hatua ya group stage kuelekea hatua ya robo finali. Jospin Loemba ndani ya Simba, nafasi yake itategemea na mazoezini atakavyokuwa, kwa sababu sasa hivi kusema Jospin Loemba anaenda kuingia kwenye kosti ya kwanza moja kwa moja inategemea na mazoezini atakavyokuwa, kwa sababu Simba hapo juu wana watu kweli kweli, wana watu wengi wazuri. Kwa hiyo haujui nani anakwenda kuanza, nani itakuwa vipi. Ni swala la muda na kuiona Simba itakavyokuwa kwenye wachezaji hawa ambao wamewasajili. Hiyo ni kubwa zaidi. Wewe kwa nafasi yako unaweza kuweka comment kwenye comment section. Huyu Jospin Loemba unaona ni usajili wa maana Simba ambao wameufanya au hakukuwa na haja ya kumleta? Weka comment yako kwenye comment section bila kusahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.